ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. 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 Damu ya Yesu inatutakasa. Damu ya Yesu inatutakasa. Damu ya Yesu inatutakasa. Damu ya Yesu inatutakasa. Inatutakasa. Natutakasa. Inatutakasa. Inatutakasa. Oh, inatutakasa. Natutakasa. Inatutakasa. Inatutakasa. Baba, asante kwa neema yako kubwa. Asante kwa upeo wako ambao ni upendo unaopitiliza kiasi. Asante kwa ukubalifu wako. Asante kwa huruma zako. Ninasimama tena kwenye madhabahu hii ya Conference de Grandeur mchana wa leo kwa sababu ya kufikisha ujumbe wako, kufikisha neno lako kwa wapendwa wako, wapendwa wako, watu uliowapenda zaidi kuliko vyote duniani. Asante Mungu, ujidhihirishe tena na kutenda kazi kwa nafasi yangu, ili kwamba mioyo yote ambayo imelemewa, imepigwa, imefilisika ipate nguvu tena kupitia neno lako, kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Nimeinua msalaba wako. Nainua msalaba wako chini ya damu yako Yesu. Ninakukaribisha tena Roho Mtakatifu kutenda kazi mchana wa leo, kwa jina la Yesu Kristo Masihi wa Nazareti. Amen. Naitwa mtumishi wa Mungu Abedi Maango Bumley, lakini kando pia mtumishi wa Mungu niko mtumishi wa serikali. Ukiona kwenye profile yangu pale, moja kwa moja utagundua natumikia serikali mkitengo gani. Asante. Siku ya tatu leo ya tariki 12 mwezi wa 3 na mwaka 2025, ambao ni siku Mungu aliongea na kamati ya Conference de Grandeur, alafu wakanipanga siku ya leo kusimama kwenye madhabahu kwa ajili ya neno lake Mungu. Kwa hiyo acha niseme, mtumishi wa Mungu Nehemia, Mungu wangu ajishughulishe na wewe kukubariki. Mtu wa Mungu Bigaeli Farai Nguzo, ubarikiwe vile vile, pamoja na komite nzima ya Conference de Grandeur. Hatua yenu iko mzuri zaidi na inapendeza. Mipango mnayoifanya inapendeza mno. Kwa hiyo Mungu awabariki na aendelee kuwazidishia hekima na maarifa tele ndani yenu. Asante. Ninawakaribisha mkutano mzima kwa kufuatilia neno la Mungu ambao tunataka kuitoa hivi sasa. Karibu. Okay. Mchana wa leo ninapenda kufundisha kwa ufupi kuhusu vita
Vita tuseme iko sawa vile kiungo ya mwili wetu, sababu vita inaambatana na sisi katika maisha ya kiroho na ya kimwili vile vile. Kwa hiyo ni lazima tufundishe pia kuhusu vita. Kando ya kufundisha baraka, kando ya kufundisha kwenda Ulaya, kando ya kufundisha utajenga nyumba, utauza gari, tufundishe pia kuhusu vita. Ni pamoja na kwamba mtumishi wa Mungu jinsi ulivyo pale, unatakiwa kujua kutoka na vita. Vita ipo kwenye maisha ya kiroho, vita ipo kwenye maisha ya kimwili pia, vita ipo. Alafu kitabu cha msingi tunasoma katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura 12 na mstari mdogo wa 15. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkaao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Bwana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anapenda mchana wa leo tuzungumzie habari za vita, kwa sababu labda unaweza kuwa uko sehemu una tabiri, unahubiri bila kujua kwamba vita ipo katika maisha ya roho na katika maisha ya mwili. Lakini hapa vita ipo, na hizi habari ni habari za tangu zamani za kale, maana tumeichukua katika vitabu vya Agano la Kale. Wote waliotutangulia katika maisha ya kimungu wana historia za vita, tangu Ibrahimu, tangu Nuhu, tangu Musa. Vita, kila aliyeinuka na Mungu ana historia ya vita. Kwa hiyo lazima tuzungumzie kuhusu vita mchana huu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Pamoja na hiyo, tafsiri mzuri ya Mkristo ni jeshi. Na ikiwa utaitwa jeshi, ulitazamie siku zote kuvita, maana kuweze kuwa jeshi ambaye hafanyi vita. Na kama haufanyi vita, maana hauko jeshi. Na kama ufanye vita, usitazamie kuinuliwa. Mwalimu mmoja akaniambia hivi, siku nyingine unatakiwa kuomba vita kwa Mungu. Ni jambo ngumu. Siku moja unatakiwa kuomba vita kwa Mungu, Mungu alete vita. Unaposikia hii neno, kusudi uelewe itakuwa na vigumu kidogo, lakini jambo la imani na linalenga kukukomalisha na uwe mshujaa kabisa. Ukikuwa shujaa wa imani, kama utajiita shujaa wa imani, ni kutokana na mapambano utakayoifanya. Ni mapambano sio ya kula ugali, ni mapambano ya vita. Akaniambia kwamba vita ni njia moja tu ya kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi hapa katika ulimwengu nzima, ninaamini 99% wanatamani kuinuliwa. Wengine 1% tuiache kwanza watoto wachanga na kwa wenda wazimu. Lakini kila mtu aliye na akili timamu, tazamio lake anatazamia kuinuliwa. Kuinuliwa katika ngazi zote zile. Kuinuliwa kibiashara, kuinuliwa kiroho, kuinuliwa kihuduma, kuinuliwa kikazi, kuinuliwa. Ni haja ya kila mmoja wetu hapa. Lakini ile kuinuliwa iko na njia moja ya kupitia tu, purke uifikie. Ni njia gani? Ni njia ya vita. Kwa hiyo ni watu wengi mno wanatazamia tu kuinuliwa, wanapenda kuinuliwa, lakini wanachukia njia ya kuinuliwa. Nafikiri mtu mmoja atanielewa mchana huu leo. Na unapochukia njia ya kuinuliwa, moja kwa moja unachukia kuinuliwa. Hakuna aliyeinuliwa kimungu, hakuna aliyeinuliwa kibiashara, hakuna aliyeinuliwa kihuduma,
Hakuna aliyeinuliwa katika ngazi yoyote ile hiyo bila kufanya vita. Soma Biblia vizuri, ujifunze wote waliotutangulia katika Mungu, alafu uniambie mwalimu, mbona mtu fulani aliinuliwa bila kufanya vita? Nafikiri hautampata. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu anatufanya kwa makusudi ya kupiga vita katika ulimwengu huu. Na kwa sababu ya hii ndio maana Mtume Paulo katika maneno yake ya mwisho anasema hivi: nimevipiga vita vilivyo vizuri na mwendo nimemaliza salama. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mtume wa Mungu Paulo hana tofauti na wewe, hana tofauti na mimi. Yule Kristo aliyemwokoa Paulo ni yule Kristo aliyekokoa na wewe na mimi pia. Hiyo imani iliyokuwa ndani ya Paulo, hiyo imani tuko nayo sisi. Kwa hiyo maisha yote ambayo Paulo alipitia, yeye anaiconsider ni kuwa vita. Kama alihubiri, vita. Kama aliponya, vita. Vita. Bwana Yesu atukuzwe. Lakini pia vita, baada ya hayo kuwa njia ya kuifikia mafanikio wala kuinuliwa, vita tena ni alama, ni preve ya kujua ndani yako kwamba mna nyota ya kimungu, mna kitu cha Mungu. Yaani kati ya alama ambazo mtu unatakiwa kujigundua kama ndani yangu mimi mna kitu kikubwa, ni vita ambavyo utakavyovipitia. Na kama unaona vita, fahamu kwamba unaona kitu. Lakini ukikuwa na kitu, vita iko pale. Na wakati vita iko, hautakiwi kuomba kwa Mungu, Baba uniepushie vita. Uniepushie vita. Hapana. Omba kwa Mungu, unishindie. Mungu nishinde vita. Usiseme uniepushie. Ukiomba uniepushie, maana unapenda usiingie mu affrontement. Omba kwa Mungu nishindie vita. Unapohitaji ushinde katika vita, yaani kwanza utapambana, lakini usishinde mapambano, bali ushinde mapambano. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo hivi pia Yesu naye alifanya hii maombi kwenye mlima alipoona muda wa kuteswa unakaribia. Mwili ikataka kumlazimisha kukimbia, lakini roho ikabaki kwenye msimamo wa ushujaa wa kuafronte vita. Na katika maombi yake akasema, Bwana, kikombe hiki kinipitie. Neno kupitia ndio kuepuka, uniepushe na vita. Kumi Mkristo kamili hatakiwi kuomba Mungu niepushe na vita, lakini anatakiwa kuomba Mungu unishindie na vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hii somo tutaiendelesha vizuri kwa muda mwingine ambao baraza ya Conference de Grandeur yatupangilia. Kwa hiyo shikilia hii somo vizuri, uiandike quelque part. Tukiona tena kwenye orodha tunapangwa, tutaanza hapa, kwa sababu tunatakiwa kufundisha vita. Maana nchi yetu hapa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni nchi iliyo na vita sana. Lakini lazima tujue vita vinatokana na nini na namna gani ya kuvishinda, na hii vita inalenga nini. Tunapofundisha hivi, tutakuwa na muda ya kuongea na Mungu atuambie nini cha kufanya katika kipindi hiki cha vita ambayo inatuzunguka pande zote katika nchi. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, napenda ujue hivyo. Ndani ya nchi tuna vita, ndani ya maisha ya wokovu tuna vita, ndani ya majamaa tuna vita, kwenye makanisa tuna vita, kwenye maofisi tuna vita. Vita pande zote vita. Lazima tujifunze kuhusu vita. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Tunajifunza hapa vizuri tu. Tutamsihi Roho Mtakatifu endelee kutuletea vision na tafsiri ya neno lake kuhusu vita.
Roho Mtakatifu aendelee kutuletea revelation kuhusu vita, maana ni kipindi ambacho hatuwezi kukiweka mbali na sisi, kwa sababu tuna vita, na Biblia inashuhudia kwamba shetani hana mbali na sisi. Usiku na mchana anatushitaki mbele za Mungu. Ni vile Yohana anadeklare katika Ufunuo, anatushitaki mashtaka yote ni ya vita tu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, barikiwe sana wewe ambaye utakayenielewa kwa mchana wa leo. Mungu akubariki na Roho Mtakatifu aendelee kukufundisha zaidi, ili kwamba uelewe jambo kuhusu hili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Asante. Tutaenda kwa maombi. Baba uliye hai, ninakushukuru kwa neema yako kubwa. Niko mbele ya wapendwa wako waliokusababishia kifo cha msalaba. Baba, wajalize neema. Baba, wajalize upendo. Baba, wajalize ufahamu wa neno lako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ni kweli kwamba tunazungukwa na vita pande zote, pande zote, pande zote, pande zote. Pasipo wewe tutashindwa. Tunakuhitaji kwa msaada wetu, kama jinsi ulivyokuja msaada kwa Yoshua alipopiga Yeriko, ukamshukia intervention renfort kutoka mbingu, akauliza wewe ni wa upande gani? Ukamjibu mimi ni amiri jeshi wa jeshi la Bwana. Asante Baba, nakushukuru. Tujilie kwa msaada kwa kila wakati na dakika, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Gusa kila moja atakayesikia sauti hii, atakayesikia neno lako. Umguse Yesu, mguse na mjaze moyo wa ushujaa, moyo wa ushujaa, ili kwamba apate kushinda vita vya magonjwa, vita vya ukosefu, vita kihuduma, vita vya kiroho, vita vya kimwili, vita vyote katika nchi, vita. Yesu, ushujaa wako tunauhitaji. Neema yako yatosha Mungu. Tunabariki kundi hili na kuliombea kwamba lizihirike na liteke ulimwengu wote nyara. Mtandao huu Bwana ubariki, kwa jina la Yesu Kristo Masihi wa Nazareti. Amen.